Tulikuwa tumeishia katika aya namba 2, kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha. Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye ambaye kwamba amenyenyua mbingu bila ya nguzo ambayo mnaiona. Ina maana ipo nguzo ambayo haionekani. Amenyenyua mbingu bila ya nguzo ambayo tarawnaha, mnaiona. Thumma stawa ala al-arshi, kisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala istawa, yani ala wartafa'a, kisha akawa juu ya arshi. Na arshi ni kiumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kiumbe hiki ni kikubwa zaidi kuliko viumbe vote, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo imeelezea ukubwa wa maumbile katika anga. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ilitaja arsh na ilitaja kursi kwamba ni kiumbe kikubwa sana, kama ilivyokuja katika ayat al-Kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa ukubwa wake inazimeza mbingu na ardhi, na mbingu na ardhi ni katika viumbe vikubwa sana vya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini pamoja na ukubwa wake vyote vinamezwa na al-Kursi ambayo iko juu ya mbingu 7. Na akaelezea kwamba hizo mbingu 7 kama zitawekwa katika Kursi ni kama vile umechukua sarafu 7 ukazirusha katika jangwa. Sarafu 7 ukazirusha katika jangwa, ule udogo wa zile sarafu 7 ndio udogo wa mbingu 7 kwenye al-Kursi. Na hiyo Kursi ukiiweka katika arshi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na yenyewe ni kama sarafu umerusha katika uwanja, katika jangwa. Kwa hivyo Kursi ni kubwa kuliko kila kitu katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na Allahu Jalla wa Ala kwa mujibu wa aya hii na aya zingine yuko juu ya arsh, sio kaiegemea, huwa bainun an arshihi, yuko juu ya arsh. Na kwa kuwa arshi iko juu ya viumbe vyote, manake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yuko juu ya viumbe vyote. Ile aya inayosema wa huwa al-aliyyul kabir, Mwenyezi Mungu ni wajuu na ni mkubwa, yani ni wajuu kwa cheo chake na ni wajuu kwa makana na kwa makan. Makana ni hadhi yake ni ya juu, na makan, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yuko upande wa juu, fi jihati al-ulya, yuko upande wa juu. Wa huwa akbaru min jami'i al-makhluqat, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mkubwa kuliko viumbe vote, sio kuliko viumbe vote vikilinganishwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kimoja kimoja, bali vyote kwa ujumla wake. Mbingu na Kursi na maji na arshi vyote ni vidogo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana muadhini huwa anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkuu na ni mkubwa kuliko kila kitu. Ma qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Wanadamu hawajamheshimu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla heshima inayolingana na level yake, haqa qadrihi, na ilhali katika ukubwa wake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ma qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, na ardhi zote na mbingu 7 vitakuwa katika mkamato wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla siku ya Kiyama.
kama ilivyosema aya hii. Aya nyingine, yauma natwi samaa katayyi sijilli lilkutub kama badana awwala khalqin nu'idu. Siku ya kiyama ni siku ambayo tutazikunja mbingu kama vile inavyokunjwa karatasi, na sio kwamba itaenea katika mkono wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, bali itakuwa katika sehemu ndogo katika mkono wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hivyo Rabbuna Jalla wa Ala akbaru min kulli shay'in, Mola wetu mtukufu ni mkubwa kuliko kila kitu. Kwa hivyo katika hii aya ya darasa iliyopita, thumma stawa ala al-arshi, kisha akawa juu ya arshi, kwa sababu ikija istawa ala ina maana ya juu. Ilo neno istawa pamoja na neno ala vina maana ya al-ulu wal-irtifaa, tofauti na istawa ikiwa iko plain, haina preposition, haina harfu jarri. Istawa na tofauti na istawa ila. Ikija istawa bila ya harfu jarri ina maana ya kulingana. Istawa fulanun wa fulani, sio fulani amelingana na fulani. Na istawa ila amekusudia thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun, kisha akakusudia kuziumba mbingu na ardhi na zilikuwa ni moshi. Istawa ila. Istawa ala ina maana ya ala wartafaa. Na hapa ni nukta ambayo ahlu sunnati wal jamaa wamekinzana na watu wengine. Kuna ambao wanasema Allahu fi kulli makani, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yuko kila mahala, kinyume na itikadi ya Qur'ani na hadithi na walivyoelewa masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo itikadi ya ahli sunnati wal jamaa hawasemi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yuko kila mahala, wanasema Allahu fi sama. Na tulikuwa tumetaja baadhi ya dalili katika darasa iliyopita, ikiwemo zile dalili zinazosema kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameteremsha vitabu, alladhina yu'minuna bima unzila ilaika. Materemsho yanatoka kwa nani? Materemsho yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Materemsho tunamaanisha wahi, unatoka kwa nani? Akatumia neno kuteremka. Kadhalika amali huwa zinapanda kwa kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ilaihi yas'adu, as-su'ud ni kwenda juu, ndio maana ile lift inaitwa al-mas'ad, sio? Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u. Maneno mazuri na matendo mema huwa yanapanda juu. Kwa nani? Kwake yeye. Ilaihi, kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo katika Qur'ani kuna dalili zinazosema wahi umeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na watu wakitenda matendo mema yanapanda, neno kupanda kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo aqida sahiha ni kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wala fi jihati al-ulu, yuko upande wa juu. Miongoni mwa hizo dalili ni hizo dalili katika Qur'ani ambazo zinataja hili neno thumma stawa ala al-arsh wasakhara ash-shamsa wal-qamara, kisha akavidhalilisha vikawa ni vitifu jua na mwezi kwa ajili ya maslahi ya wanadamu. Ash-shamsa wal-qamara, jua na mwezi. Kullu yajri li ajali musamma, vyote vinajiri, vina move, yani li wametafsiri ila, li ajali musamma, yani ila ajali musamma, mpaka muda maalumu uliotajwa. Kuna muda maalumu ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameweka, akasema yudabbiru al-amra, yeye hupangilia mambo yote, yani hakuna jambo linalopita nje ya upangiliaji wa Mwenyezi Mungu Jalla waala, ambao unapita katika mashia. Vote vinavyopangwa lazima viidhinishwe na mashia na utashi wa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati, anapambanua aya zake. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinuna, ili nyinyi
kwenye jambo la kukutana na Mola wenu. Tuqinuna, muwe na yaqini. Yani maajabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na miujiza yake iliyotokea inathibitisha juu ya muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kufufua viumbe wake siku ya Kiyama. Yani ayatullahi allati jarat fil kaun, aya za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambazo zimejiri katika ulimwengu, ikiwemo kuumbwa haya matufe katika anga, kuumbwa mbingu na ardhi. Hizo alama zinaashiria kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ana uwezo wa kuwafufua viumbe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anafafanua aya zake, al-ayatul kauniyya, aya za kilimwengu. Anafafanua hizi aya za Qur'ani, zinafafanua aya za kimaumbile. Tulisema kuna aya za kimaumbile. Tusema aya ni jambo lisilokuwa la kawaida. Kuumba mbingu na ardhi si jambo la kawaida, na hizi aya za Qur'ani si aya za kawaida. Aya hizi zinapambanua na kuelezea aya za kilimwengu, al-ayatul kauniyya. Ufafanuzi unaopelekea nyinyi muwe na yaqini, msiwe na mashaka kabisa juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wa kuwafufua wanadamu, na wakifufuliwa watakutana na Mola wao. Ndio maana akasema yufassilu ayati, anapambanua aya, la'allakum, ili nyinyi, biliqa'i rabbikum, kwenye jambo la kukutana, kwenye mkutano na Mola wenu, tuqinuna, muwe na yaqini, yani msiwe na mashaka. Kwenye hili neno tuqinuna, hili neno muwe na yaqini. Yaqini ni kuelewa jambo na kulielewa na kuliamini bila ya mashaka hata kidogo. Kuna maneno wanasemaga baadhi ya walinganiaji kwamba bwana, tendeni amali njema. Ikiwa tutakuta kuna pepo na moto, amali njema zitakusaidia. Kama itakuwa hakuna kitu, yani hiyo hasara ni ndogo ukilinganisha na hasara ya mtu ambaye alisema hakuna kitu alafu akakuta kuna kitu. Kwa hivyo maneno haya yanawafundisha watu wawe na, yani suala la kuamini akhera ni kama suala la akiba. Kuamini akhera na kutenda amali za akhera ni akiba. Inaweza ikatokea watu wasikute chochote. Haya ni maneno ya ukafiri, kwa sababu imani haikubali mashaka kwenye nukta kama hizi. Kwenye nukta mama katika masala ya aqida ni lazima yaqini. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu, hakika waumini ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtumewe kisha hawakuwa na mashaka. Kwa hivyo mashaka katika imani, hasa katika zile nguzo sita za imani, yanamkufurisha mtu. Kwa hivyo la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinuna, ili nyinyi kwenye mkutano na Mola wenu muwe na yaqini. Kisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema wa huwa alladhi madda al-ardha, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndiye ambaye kwamba madda al-ardha, yani basata al-ardha. Madda al-ardha yani basata al-ardha, kwa sababu kukunjua na kutandika kuna fanana na maana ya kuvuta. Yani basata al-ardha waja'ala fiha rawasiya, na akajalia humo, rawasiya ni milima. Rawasiya ni milima, lakini imeitwa kwa jina la kitu ambacho kimekita. Ina maana Allah Jalla wa Ala, yani ameitaja milima kuonesha kudura yake na ihsani yake, kwamba alipoiumba ardhi akajalia milima ili ardhi antamida bikum, isije ikawa inatikisika na inakosa balance. Kwa hivyo hii milima kisayansi imefanya hii ardhi iwe na utulivu na istiqrar, kama ilivyotajwa katika aya nyingi ambazo lafdhi yake hainihudhurii kwa sasa. Kwa hivyo rawasi ni kitu ambacho kimekita, na hii milima imekita ndani ya ardhi na imepelekea ardhi kuwa na utulivu na kupunguza matetemeko yake. Waja'ala fiha rawasi,
akajalia katika ardhi milima, wa anharan, na mito mbalimbali, wa anhara, na mito mbalimbali. Na haya yote ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anayataja ni kwa maslahi ya binadamu. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna, hakika katika haya ni kuna maajabu, la ayatin, kuna aya, maajabu. Hizi ni ayat kaunia kwa watu wenye kutafakari. Likitumika neno kutafakari, yani hilo ni jambo la kisayansi. Watu wakitafakari na wakichunguza wanaweza kunoti, wanaweza yani kunoti yale ambayo yanaelezwa. Kwa hivyo haya ni maelezo ya Qur'ani, yanaelezea jambo kisayansi. Ndio maana liqaumin yatafakkaruna, watu wakitafakari watagundua kile kilichosemwa. Naam, tumeruka kipande cha aya. Wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kulli thamarati, na katika kila matunda, ja'ala fiha, amejalia kwenye hayo matunda, zaujaini ithnaini, mbea mbili kamili, mbea mbili, zaujaini, mbea mbili, ithnaini, mbili. Sasa sijui kunyosha maneno nini. Ukisema amekuja mtu katika lugha ya Kiswahili sinafahamika ni mmoja. Ukisema amekuja mtu maana yake mmoja, na ukiongeza neno mmoja, amekuja mtu mmoja, maana yake unatilia mkazo. min kulli ja'ala fiha zawjayn ithnaini, amejalia humo mbea mbili, zawjayn ithnaini. Zauji, hii zauji ni kimoja katika vile vitu vinavyokuwa vinategemeana. Kuna vitu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameumba, unaviona ni vitu viwili, lakini vitu viwili vinakamilisha moja iliyokamilika, vinatengeneza moja iliyokamilika. Kwa mfano, kiatu kimoja ni zauji kwa mwenzake, kwa sababu kiatu kimoja hakina maana mpaka kiwe na mwenzake. Vile vitu vinavyokuwa katika sura ya pea, kama vile dume na jike. Hata ndoa ilipoitwa ziwaji imeashiria kwamba ambaye hajaoa ni mpungufu kwa sababu hajapata zauji wake. Ni kama vile kiatu, mwenzake amepotea, unamtafutia mwenzake, ndio kitakuwa hiki kilichobakia kina maana, sio? Kwa hivyo zauji ina maana ya dume na jike, yani cha kiume na cha kike, na kadhalika ina maana ya kitu na kinyume chake, kama vile usiku na mchana, joto na baridi, giza na nuru, kitamu na kitungu. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema ja'ala fiha zawjayn ithnaini, katika hizi athamarati ja'ala fiha zawjayn ithnaini. Kwa hivyo sio fasaha sana kusema cha kiume na cha kike, sababu hiyo ni sehemu katika maana ya zauji au zaujaini. Chanya na hasi, chanya ni zauji na hasi ni nini? Ni zauji. Yani hii chanya ni zauji kwa hasi, na hasi ni zauji kwa chanya. Zaujaini ithnaini, yughshi al-laila an-nahara. Kwenye hili tamko yughshi al-laila an-nahara, anafunika usiku mchana, anafunika usiku mchana. Kipi kinachofunikia na kipi kinachofunika? Mufassiruna wengi wamesema, yani irabu ya kilugha hapa inamaanisha mchana unafunika usiku na usiku unafunika mchana. Huenda yani aya hii ni kama kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yukawiru laila
ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ala al-layli, anauzungushia mchana kwenye usiku na anazungushia usiku kwenye mchana. Atakwiri ni kama vile lile tendo la mtu kufunga kilemba. Wakati mtu anafunga kilemba anazungushia juu ya kichwa chake, na akiendelea kuzungusha atazungusha kipande cha kilemba juu ya kipande kingine kilichotangulia, sio? Imetumika lugha hiyo. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaufunika usiku kwa mchana na anaufunika mchana kwa usiku. Wengi katika mufassirina wametafsiri yughshi llaila nahara, anaufunika mchana kwa usiku na anafunika usiku kwa mchana. Dhalika, hakika katika hayo na suala la mchana, suala la zaujaini, suala la mito, suala la milima, inna fi dhalika, hakika katika hayo la ayatin, wallahi kuna mazingatio, kuna maajabu, liqaumi yatafakkaruna, kwa watu wenye kutafakari. Turudie aya, wa huwa alladhi madda al-ardha, na yeye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndiye ambaye ameikunjua ardhi, wajaala fiha rawasi, na akajalia ndani mwake milima, wa anhara, na milima ni maeneo ya mwinuko, wa anhara, na mito ni maeneo ya mabonde, wa anhara, na mito. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alijisifu katika aya nyingine juu ya utandikaji wake, alivyoitandika nini? Ardhi. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna, na ardhi sisi tumeitandika na ni uzuri ulioje wa watandikaji, na ni uzuri ulioje wa, yani wa Allah yeye mtandikaji. Neema. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna. Al mahiduna yani alladhi yufrish, ambaye yufrish wa yumahidu, fa ni'mal mahiduna. Imekuja ni'mal mahiduna kwa sababu Mwenyezi Mungu anatumia dhamiri ya wingi, fa ni'mal mahiduna, na ni uzuri ulioje wa huyu mtandikaji ambaye ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Ukiona kuna maeneo katika ardhi ni mawe, mengine ni makorongo, mengine ni milima, mengine ni jangwa, mengine ni ardhi yenye rutuba ya kijani, ingine ina ukame, ingine ina rutuba. Huo mkusanyiko kwa ujumla una maslahi una maslahi kwa wale ambao wanaishi katika hiyo ardhi. Wal ardha wadaaha lil anam, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameweka viumbe katika ardhi, maslahi yao ni kuwa wawe wanaishi katika jiografia ya namna hiyo. Sisi wanadamu kidewa ni wa binafsi, kila mtu anaangalia mahitaji yake, sio? Kama unataka kulima basi unataka ardhi yote iwe na rutuba, kumbe ile yenye ukame nayo ina maslahi mengine. Angalia Mwenyezi Mungu Jalla waala, ukirudi katika zama za nyuma, kabla watu hawajaweza kugundua habari ya mafuta na petroli na madini mengine yanayopatikana katika jangwa, watu walikuwa wana mawazo kwamba ule upande wa jangwani ndio upande mbaya kabisa na maskini na usiokuwa na maana katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, tofauti na upande wenye nini? Wenye rutuba. Lakini muda umeenda, imekutikana ule mchanga una maslahi ambayo hayapatikani katika ardhi yenye rutuba. Nilikuwa mara moja pale karibu na uwanja wa Taifa wakati unajengwa, nikaona kuna makontena ya michanga yanaletwa, akasema hii michanga inatoka jangwani Saudi Arabia. Ina maana ni material ambayo inahitajika katika kutengeneza uwanja, ambayo haiwezi kupatikana katika dunia yote mpaka. Kwa hivyo mtu asilaumu wala asikosoe katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika haram ya Makka na Madina kuna kisa cha ajabu. Kuna tiles ambazo hazishiki joto. Unajua msikiti wa Makka na Madina, nje yake kuna uwanja mkubwa yani kabla hujaingia msikitini unapita katika eneo kubwa ambalo lina tiles. Zile tiles hazishiki jua pamoja na jua kali la kule.
zimetokana na mchanga au na changarawe ambayo inapatikana kwenye moja katika nchi ambapo yani material hiyo haipatikani mahala popote isipokuwa katika eneo lile. Kwa hivyo wataalamu walipochunguza na walipotafuta material wakakuta ile material haishiki joto, wakaenda wakachukua hiyo material ikatengenezea tiles ambazo zina. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana maajabu na ana hikma katika uumbaji wake. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna, ardhi tumeitandika na sisi ni watandikaji wazuri sana. Wa fil ardi, na katika ardhi tumefika hapo wa fil ardi qita'un mutajawiratun, na katika ardhi kuna vipande ambavyo vinakurubiana. Mutajawiratu inatokana na neno aljiwar, ukaribu na ujirani. Vipande vya ardhi ambavyo mutajawiratun, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutaja hiyo distance ya ukaribu, lakini amesema mutajawiratun, vipande ambavyo vinakurubiana, vinapatikana katika ardhi. Wa jannatun, na mabustani au sema mashamba. Neno jannatu unaweza kusema ni mabustani au mashamba. Ulama wametafsiri wa jannatun, yani na mashamba au mabustani ambayo yako juu ya hiyo ardhi ambayo imetajwa kuwa ni qita'un mutajawirat, ni vipande vilivyokurubiana. Kwa hivyo wametafsiri hivi, wa fil ardi qita'un mutajawiratun, na katika ardhi kuna vipande vinavyokurubiana. Na neno vipande linaashiria tabaka za ardhi, na neno vipande linaashiria tabaka ya ardhi. Hapa ina tabia nyingine na hapa ina tabia nyingine na pale ina tabia nyingine. Qita'un mutajawiratun wa jannatun, na mabustani, yani mabustani ambayo yako kwenye hivyo. Wa hiya kadhalika mutajawirat, na haya mabustani yanakurubiana kwa sababu yenyewe mabustani hayako yanaelea, yako kwenye hiyo ardhi ambayo ni mutajawira. Kwa hivyo mabustani nayo yanakurubiana. Min a'nabin, mabustani yanayotokana au mashamba ya mizabibu. Wa zar'un, wa yasihu an yuqala wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa nakhilin, inajuzu, na ndio maana imekuja katika baadhi ya qiraa kwa jarri. Wa jannatun min a'nabin wa zar'un, na kuna kadhalika kuna zar'un, ni hii mimea ya kawaida ambayo sio kama miti, kama vile nini, mpunga, hii mimea kama vile mahindi na mtama, ambayo haina, yani haiko katika asili ya miti kama vile mitende na mizabibu. Wa zar'un wa nakhilun, na mitende. Sinwanun wa ghairu sinwanin. Sinwanun ni ile mimea ambayo inamea na inatoa machipukizi ambayo yanakuwa yamekusanyika katika shina moja, kama vile nini, kama vile mitende. Mtende unapanda mmoja baadaye unatoa machipukizi, na mua kadhalika unapanda mmoja baadaye unatoa machipukizi, na katani kadhalika unapanda moja baadaye inatoa machipukizi. Na hata baadhi ya mimea hii ambayo inaitwa ni zara, kama vile ukipanda mpunga ukiota mmoja baadaye wanaita kupachua, wenyewe watu wa mashambani inapachua Kwa hiyo hilo neno sinwanu ni mimea ambayo yantanbutu mujtamia, inaota ikiwa imekusanyika. Wa ghairu sinwani, na mingine ambayo haijakusanyika. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, na hii ndio nukta ambayo yani ndio nukta mama inayolengwa katika aya, yusqa bima'in wahidin, hiyo mimea yote inanyeshelezwa kwa maji ya aina moja. Maji ya aina moja
Mufassiruna kadhalika wamesema Allah aliposema waqita'un mutajawiratun, vipande vilivyokurubiana, yani vipande vya ardhi, yani ardhi ni moja, maji ni mamoja, yani mimea hii iko katika ardhi ambayo tabia yake ni moja na imenyeshelezwa, kwa sababu ni hivi vipande vya ardhi viko katika eneo moja, maana yake hivyo vipande vinafanana, tabia ya ardhi hii inafanana na tabia ya hali ya hewa yake inafanana. Kadhalika yusqa bimai wahidin, inanyeshelezwa kwa maji ya aina moja, inanyeshelezwa kwa maji ya aina moja, yusqa bimai wahidin, alafu wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kisayansi, ikiwa sababu zimefanana ama mchakato umefanana ama process imefanana, na matokeo yanatakiwa yatoke mfanana. Umeelewa? Yani mtu huyu ana malaria na huyu ana malaria, viwango vya malaria yao vinafanana, viwango vya kinga zao zinafanana, viwango vya kupokea dawa vinafanana, viwango vya kuhimili hiyo malaria vinafanana. Hawa wagonjwa wawili wakipewa dawa inayofanana na wanywe kwa wakati mmoja, wanatakiwa wapate matokeo yanayofanana. Yani kisayansi inatakiwa iwe namna hiyo, sio? Yani ukichanganya simenti na mchanga kwa resho moja na maji ukatumia yale yale, na ule umwagiliaji na kutunza lile tofali ukawa ni ule ule, yanatakiwa yale matofali yakikomaa yawe yana viwango vimoja. Kwa hivyo ardhi ni moja, hali ya hewa ni moja, maji ni mamoja, mimea ni ile ile, alafu wanufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Matokeo yanatoka tofauti, tunafadhilisha baadhi ya mimea juu ya mingine katika lishe, fil ukul, katika lishe na material. Unajua Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na nini, message gani ya aya hii inakuja hapa? Nani kaelewa? Mimi huwa nasema hivi, ingelikuwa kila kitu kinategemea process na mchakato au sayansi au nini, zile process za kisayansi, ilikuwa mtu akitaka mafanikio basi awe anahangaika na anadili na anakomaa na sayansi na process, hata yani asimuombe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu matokeo yote yameachwa kwenye nini? Yameachwa kwenye miundombinu. Kama matokeo yote yako katika matokeo ya kupona yako katika dawa, na matokeo yote yanategemea dawa na yanategemea wataalamu na vifaa tiba, matokeo yote yamekusanyika katika vitu, basi ingelikuwa hakuna haja ya kumwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ingelikuwa swala la kusema kwamba muombe Mwenyezi Mungu ili upone, na usipoomba unaweza usipone, haya maneno yangekuwa hayana maana. Nataka kusema nini? Kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla pamoja na kwamba ameumba kitu hiki ni sababu ya kutokea kitu fulani katika manufaa, au kitu hiki ni sababu ya kutokea kitu fulani katika madhara, yani kitu hiki kinazalisha manufaa, kitu hiki ni sababu ya kuzalisha manufaa, na hiki ni sababu ya kuzalisha madhara. Allah ameumba hivi ama hajaumba? Ameumba moto unaunguza, sio? Ameumba chakula kinastawisha mwili, ameumba dawa inaponya, na mifano mingi. Wanasayansi wanaweza kutupigia mifano mingi, lakini hiyo haimaanishi kwamba hizo asbabi, hizo sababu na hiyo miundombinu na process na mchakato ndio vyenyewe ndio vinajitegemea A to Z katika kuleta matokeo. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameweka miundombinu na akaweka sababu, na bado mashia yake yakabakia kuwa yanasema ndio au hapana. Yani mashia na utashi wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, unaweza ukasema hapana, sumu isifanye kazi, hapana, dawa isifanye kazi,
Hapana, mtu asishibe hata kama anakula. Mpata kusikia hiyo, kuna mtu anakula hashibi, basi mpaka anachoka tu, anaacha kula na tumbo linajaa, lakini hashibi. Kuna mwanamke mmoja Uganda ana watoto wengi sana. Kipindi kile nilikuwa naona hiyo clip, ana watoto zaidi ya 30. Wanasema hizo mbinu zote za uzazi wa mpango zimefeli kwake yeye. Wakitumia kalenda inafeli, wakiweka vijiti na sindano havifai, na vidonge, wakiweka hata vitanzi pia anapata ujauzito hivyo hivyo, anazaa tu, hamna kitu chochote kinachozuia. Hii mifano mimoja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla huwa anaonesha. Message yake ni kwamba usidhani miundombinu ndio kila kitu. Sababu kuna mtu mwingine unamwambia bwana, umelima, omba dua Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mwingine anasema uombe dua ya nini bwana? Wewe kazana, wewe uliza wataalamu ili haya mazao yanahitaji nini. Weka, mwagilia maji ndani ya wakati unaotakiwa, weka mbolea ndani ya muda unaotakiwa, tibu muda unaotakiwa, utapata matokeo. Hii habari ya kuomba Mungu ni watu tu wamejiendekeza hivyo, haina maana yote. Watu wanadhania hivyo. Suala la kuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla lina maana na lina mantiki. Na ndio maana kiimani, kiakida, kama mtu ana maradhi ya ukimwi alafu anamwambia Allah niponye, hajakosea kiakida. Hajakosea, yuko sawa, kwa sababu Allah anaweza kumponya, pamoja na kwamba ugonjwa huu hauna dawa. Anaweza akamponya kwa kula ugali tu, anaweza akamponya kwa vile anavooga maji tu ya baridi au ya moto, basi akapona. Kwa hivyo, na hiyo ndiyo maana ya kauli ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila jambo, yani anapotaka kufanya jambo hadhibitiwi na mazingira. Kwa mujibu wa aya hizi tunaweza kusema mtu anaweza akalima kwenye ardhi ambayo wote wakalima katika ardhi ambayo ina rutuba na hali yake ya hewa ni moja, na mvua ikanyesha moja, na wakapanda mbegu moja, na utunzaji wao kaenda vile vile unafanana, alafu huyo akapata mavuno mengi kuliko. Tunasema hii ni qadarullah. Hii ni qadari ya nani? Qadari ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na hii mifano mashekhe tumai kusikia. Hata kuna bwana mmoja anasema, alhamdulillah, mimi kila kitu ninachofikiria nikaweka katika ardhi huwa kinakubali. Mpaka watu pale kijijini wanavizia fulani akipanda na wao wapande tarehe hiyo hiyo. Akipanda kitu fulani na wapande kitu hicho hicho. Mtu mwingine anawauliza wenzake, nyie mkilima mnatia nini? Mbona nyie mnapata mimi sipati? Hii ni atoa ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ni kudra Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndio message ya aya hii kwamba miundombinu na process inaweza kuwa ni moja, lakini matokeo yakatoka tofauti. Kinachotofautisha matokeo hapa sio sayansi, kwa sababu kuna watu wanadhania sayansi yani ni kila kitu. Sijui mnanielewa nikisema haya maneno. Yani mazingira, miundombinu, zile process na mchakato wa jambo ndio unaoleta matokeo. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amezifanya hizo ni sababu, lakini hazijitegemei mpaka lazima kila kitu kipite katika nini? Katika mashia ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ndio maana katika mlango wa qadari tunaamini kwamba katika qadari tunaamini vipengele vinne. Qadari, kipengele cha kwanza, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amejua kila kitu. Yani hakuna jambo linalotokea ambalo liko nje ya kujulikanwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hapo zamani. Kwa hivyo Allah Azza wa Jalla alijua kila kitu. Hicho alichokijua akakiandika. Hicho alichokiandika Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kinaenda katika hatua ya tatu ya mashia. Hakiwezi kuwa mpaka Allah akitake. Mpaka Allah atake. Na kitoka katika hatua ya mashia kinaenda katika hatua ya nini? Ya al-khalqu. Kwa hivyo ikipita katika hatua ya mashia lazima inapita katika hatua ya, sababu mashia ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yanaumba. Yani akilitaka jambo, inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.
Kwa hivyo mashia ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yanaleta matokeo. Kwa hivyo yani watu wanaweza wakafanya matibabu sahihi, na hayo matibabu sahihi ni sahihi kwa mgonjwa fulani katika mazingira fulani, alafu matokeo yasipate, kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hajafanya nini? Hajataka. Ndio maana Muislamu akinywa kidonge anasema bismillah, yani kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na taufiki ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ili dawa iweze kufanya kazi. Ukila chakula unasema bismillah, sababu unahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ili chakula kilete manufaa yake yale ambayo yameumbwa au yanatarajiwa. Unaweza ukala chakula kaleta nini? Kaleta maradhi, kwa sababu kila kitu lazima yani kiende katika mashia ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo haya maelezo ya vipande vya ardhi vilivyo jirani na mimea na inanyesheleza kwa maji mamoja lakini matokeo tofauti, yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alikuwa anaelezea haya matokeo tofauti, si mnaona yamekuja tofauti, na hali ya kuwa process ya kisayansi ni moja. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha. Na aliposema yusqa bima'in wahidin, yani kadhalika yuzra fi ardin wahida wa fi jawin wahidin wa fi waqtin wahidin wa yusqa bima'in wahidin walakin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Tunazidisha mazao, yani shamba hili lina mazao mengi kuliko hili, wakati process zote ni moja. Yani hapa kuna nini? Kuna mashia na kudura ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Unajua wewe usiende tu uwe unaamini tu sayansi kwa 100% kwamba yenyewe ndio inafanya kila kitu. Mimi wanawaambia watu hivi, sisi msikitini tunaswali kwenye mabusati na duniani kote tunaswalia chini, sio? Hapa chini ni mahala gani? Panapokanyagwa na hii miguu, si ndio? Hii miguu kwenye viatu na huko ilikopita kote inabeba nini? Hakuna vitu vinabeba maambukizi kama nini? Kama miguu, kwa sababu yenyewe inakanyaga mahala alipokanyaga fulani na fulani, inakanyaga uchafu, inakanyaga nini, alafu inatengeneza process ya kuzalisha bakteria masoksi na maviatu na manini, na paka inatoa fungus na nini. Alafu ukija msikitini unakanyaga mle ambapo watu wanasujudu, na kadhalika watu wakisujudu mahala panaposababisha maambukizi katika mwili wa binadamu, panapopeleka maambukizi haraka ni kwenye haya matundu. Ndio maana kwenye corona ilikuwa kuna habari ya kuosha mikono. Hii mikono inabeba maambukizi, hii miguu inabeba maambukizi. Mwanadamu anapopumulia pale katika sijida inapeleka maambukizi kutoka katika mdomo, kutoka katika pua, katika macho, katika masikio. Na mahala hapasafishwi. Pakisafishwa ni mara moja kwa wiki, watu wanaingia wanatoka. Mwawe kusikia labda Waislamu wanapata sana maradhi ya ngozi kwa sababu ya hayo mazingira ya ibada yao sala. Kwani kisayansi wewe unaona ilikuwa iweje? Ilikuwa hiyo ni hatari sana mpaka watu misikiti ifungwe yani. Na hata kwenye ishu ya corona, baadhi ya misikiti walikataa kufunga misikiti, waliendelea kusali, na haikuonekana kwamba watu wanaoswalia misikiti ile wamepata madhara zaidi kuliko wale waliochukua tahadhari. Na ninakumbuka mara moja Saudi Arabia haji ilikutana na kipindi cha mafua ya ndege, ikaogopewa sana kwamba mahujaji, kwa sababu wanakusanyika mamilioni ya watu katika eneo moja, lakini walitoka salama kabisa. Ndio maana imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la adwa, hakuna maambukizi. Kuna hadithi nyingine imethibitisha maambukizi, yani kama mtu ana maradhi yanayoambukiza, ukimsogelea ama ukigusana, kama yanaambukiza kwa kusogeleana au yanaambukiza kwa kugusana, unaweza kuambukiza. Kuna hadithi imethibitisha ile hadithi ya Bwana Mtume, hadithi nyingi, lakini mojawazo, firra minal majdhumi firaraka minal asad, mkimbia mwenye maradhi ya ukoma kuwa naye mbali kama vile unavyomkimbia nani? Simba. Alafu hadithi nyingine ikaja ikasema hakuna maambukizi. Kaifa najma'u baina alhadithaini, ni vipi ndakusanya baina mafhumu za hadithi mbili?
ile iliyosema kuna issue ya kuambukizana ilikuwa inathibitisha kwamba sayansi na sababu za kisayansi zinafanya kazi. Ile iliyosema hakuna maambukizi ilikuwa inasema kwamba sababu za kisayansi hazifanyi kazi mpaka Allah aidhinishe. Na kwenye hii hadithi, yani kati ya hizi hadithi mbili, ile inayosema maambukizi yapo na ile inayosema hakuna maambukizi, ipi ambayo sisi tunaishi nayo zaidi? Hakuna maambukizi, kwa sababu tungelikuwa tunaishi katika sayansi kwenye ile hadithi iliyosema kuna maambukizi, hayo yangekuwa yanafanya kazi zaidi kuliko kuepushwa maambukizi. Hapa msikitini hapa watu wote mgena, yani ingekuwa hapa jamani, hapa mangeshapata maradhi mengi sana hapa. Fangasi zingetoka miguuni zingefahamia wapi? Katika uso. Lakini hakuna maambukizi mpaka Allah afanye nini? Aidhinishe. Sisi tunaishi katika riski. Yani wakati wa corona watu walifanya utafiti mwingi sana. Niliona kwenye video moja ambayo inaonesha ile picha iliyochukuliwa katika microscope. Mtu mmoja katika chumba, watu wawili wamekaa, mwingine yuko kiasi cha mita 3 au 4 na mwenzake, baina yake na mwenzake. Pumzi za huku zinaenda kwa yule anazivuta na huyu anavuta pumzi za mwenzake. Sikwambii kwenye gari Sheikh, sikwambii msikitini, sikwambii ukumbini. Nyewe mnajifanya wazungu sana. Nakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa wanakunywa maziwa kwenye chombo kimoja. Wewe na sayansi zako unaona wale ni washamba, sio? Hawakuzingatia swala la maambukizi. Kila mtu na glasi yake. Kila mtu na glasi yake. Basi kila mtu avute na hewa yake. Msishare hewa katika gari wala katika ndege wala katika chumba. Mnashare hewa mpaka pale mahala mnaposubiria madaktari na nyinyi ni wagonjwa na mnashare hewa. Na kwenye gari mnapanda, mjui mwenye kifua kikuu na mwenye kitu gani, wote mnapanda na mnatoka salama. Yani Allah anatusalimisha mara nyingi zaidi kuliko hizo mara chache, mara moja ambazo tunaambukizwa. Anaidhinisha maambukizi. Naishi katika rehema ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo usidhanie kwamba issue ya kupata manufaa au madhara imeishia kwenye process na sayansi. Inablokiwa na nini? Na mashia ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, utashi wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambao umeambatana na rehema zake. Yani utashi wa Allah Jalla wa Ala umeambatana na nini? Na rehema yake. Lau kama si utashi wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ulioambatana na rehema yake, ilikuwa mtu akitoka akirudi amerudi na maambukizi mengi. Wewe unasema unakunywa maji ya chupa, sio? Yanamiminwa katika glass. Chupa ilikuwa iko sealed, sio? Sealed kwa maana ilikuwa salama. Na hiyo glass iko wazi ama iko wazi? Iko wazi. Alafu kimimina, unachukua kifunikio unafunika ili yale maji yawe salama. Wakati unapofunua unakunywa, mbona hujafunika mpaka yaende kwenye mdomo? Na hicho unachofunikia maji na chenyewe kinakaa wazi tena. Kama kimebeba ugonjwa kinafunika na ugonjwa wake. Watu wanaishi katika rehema za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa chakula kidondoka chini, kama sio kimiminika, chakula kikavu, anaokota mara nyingine anafutafuta anakula. Nakumbuka ile hadithi, yani mama Aisha alipata na wivu, chakula kimetoka kwa Hafsa, akakipiga ikadondoka chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaokota, akawaambia masahaba, kulu gharat ummukum kulu, mama yenu amepata na wivu, kuleni chakula. Yani ameokota chakula chini. Sasa lazima uwe makini unapoamiliana na maelezo yanayotokana na wahi na maelezo yanayoelezea tendo lililofanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usije ukamuingiza Mtume katika maleimani kwenye ishu ya sayansi. Ukasema Mtume angejua sayansi asingeokota chakula chini. Wewe. Kwa hivyo chakula chako kilichoko katika chombo na kilichoko hapo chini vyote viko katika riski. Sawa sawa? Kwa hivyo hakuna mushkeli watu wakila chakula pamoja katika chombo kimoja au wakachangia glasi, kama ambavyo wanakaa katika chumba kimoja wanashare hewa, au katika gari moja
wanashare hewa. Kwa hivyo isije kakupitikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya makosa alipokota chakula chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya makosa alipowanywesha masahaba zake maziwa kutoka katika chombo kimoja, na mara moja alikuta tende imedondoka njiani, akasema ingelikuwa siofii kwamba huenda ni ya zaka au ni ya sadaka, ningeokota na nikaila hii tende. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sheria special kwake yeye haruhusi kula zaka na sadaka. Hiyo ni sharafu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akaogopea huenda ilikuwa ni zaka au ni sadaka ikadondoka, mimi kila nitakuwa nimekula zaka au sadaka, hakula. Kwa nini akasema hivyo? Kwa maana tunajifunza nini hapa? Kubalance kati ya sayansi na imani ya qadar. Tuna balance vipi? Tunafanya sayansi kwa kadiri ambavyo imetakikana, kwa kadiri ya uwezo wetu. Tunachukua tahadhari za kisayansi kwa kadiri ambavyo inawezekana, kwa kadiri ya uwezo wetu, na kile kiasi kinachobakia tunamwachia na tunatawakali kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Usije ukatengeneza miundombinu ukasema mimi hapa nimemaliza kila kitu. Umemaliza kila kitu nini, Sheikh? Katika hizo asbabi ni zile ambazo zimefundishwa katika sheria. Kusema bismillah nini, kunawa mikono wakati wa kula. Kunawa mikono wakati wa kula. Na wakati wa kunywa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kupumulia ndani ya maji. Yaani unywe maji uvute, ukitaka kutoa pumzi utoe glass. Hizi ni tahadhari za kisayansi au sio za kisayansi? Ni za kisayansi. Lakini usije ukakia mipaka kwenye kufata kwako sayansi mpaka ukawa unakhalifu baadhi ya sheria. Yaani mpaka ikawa unakosoa dini. Kwa mfano kwenye ishu ya kuokota chakula chini, kwenye ishu ya kula pamoja, kwenye ishu ya kunywa kwenye chombo kimoja, kwenye ishu ya kupeana mikono. Kuna mtu mwingine hawezi kupa lift kwenye gari lake kwa sababu utaingiza magonjwa. Ukiondoka puliza kwenye gari lake. Na anahofia kwamba ukiingia kwenye gari atapandisha vioo, mtashare hewa. Wewe una magonjwa wewe. Sasa huko ni kuchukua tahadhari za kisayansi kulikuvuka mipaka. Swala la kupeana mikono ni swala limehimizwa na sheria. Kwa hivyo usije ukaacha kupeana mikono kwa sababu una tahadhari za kisayansi. Kila kitu kiende kwa nini? Na hapo ndio utayaona maisha yanakuwa yako ni mepesi na hayajabeba nini? Mashaka na stress. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema wa fil ardi qita'un mutajawirat, na katika ardhi kuna vipande vilivyojirani, wa jannatun min a'nabi, na mashamba katika mizabibu, wa zar'un, na mimea, wa nakhlun, na mitende, sinwanun wa ghairu sinwanin, mimea ile inayoota kwa magrupu katika shina moja, mimea mingi, wa ghairu sinwanin, na ile ambayo haioti ikiwa katika mrundikano, yusqa bima'in wahidin, yote hiyo inanyesheleza katika kwa maji mamoja, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, lakin tunafadhilisha baadhi ya mashamba na baadhi ya mimea kuliko mingine katika lishe. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, kisha akasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqiluna. Katika hayo kuna mazingatio. Miongoni mwa hayo mazingatio ni haya tuliyosema, ni mazingatio kwa watu wenye kuelewa. Darasa yetu ya leo itaishi hapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie ni wenye kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.